Kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa na kujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kukuandalia siku hii ya leo. Mimi ni Georgina Mwatatu. Na moja kwa moja tunaangazia katika upande wa kimataifa kuhusiana na mazungumzo ambayo yalifanyika siku ya jana kati ya Marekani pamoja na Iran, lakini bila kuweza kumsahau mpatanishi wao Oman. Na katika mazungumzo ambayo yalifanyika siku ya jana ambayo ilikuwa ni mazungumzo marefu zaidi ambayo hayakuwahi kutokea. Katika duru ya kwanza ya mazungumzo, duru ya pili ya mazungumzo na siku ya jana ilikuwa ni duru ya tatu ya mazungumzo ambapo tunaambiwa kwamba mazungumzo yalikuwa ni marefu zaidi. Lakini hata hivyo unaambiwa kwamba katika mazungumzo hayo ambayo waliweza kuzungumza siku ya jana, licha tu kwamba mazungumzo yalikuwa ni marefu zaidi, lakini bado makubaliano hayakuweza kuafikiwa pande zote mbili, upande wa Marekani na upande wa Iran. Kwa hiyo tuweza kutegemea kuweza kuwa na mazungumzo ambayo yatakuwa na hitimisho kati ya Marekani pamoja na Iran na kuweza kuondoa kabisa mzozo wa kivita ambao upo, na baadhi ya watu wanasema katika mzozo huu ambao upo sije ikaja ikapelekea vita ya kikanda. Na hata hivyo naambiwa kwa mazungumzo ambayo yameweza kufanyika siku ya jana hapa Geneva, Uswizi, makubaliano hayajaweza kuafikiwa. Na hata hivyo unakuja kuangalia kwa kile ambacho alichoweza kuzungumza Rais wa Marekani Donald Trump kuhusiana na upande wa Irani. Na kuna kipindi ambapo Trump aliweza kuzungumza akisema kwamba licha tu ya kwamba vitisho, vikwazo mbalimbali ambavyo taifa hilo la Iran ambavyo wameweza kuwekewa, lakini bado ni kama vile Iran anaonyesha kutoweza kujali. Na hata hivyo kile alichoweza kuzungumza waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kuhusiana na mpango wa nyuklia kutoka katika taifa la Iran, ameweza kudai kwamba Iran wanatengeneza makombora ya masafa marefu ambao ni mahususi kwa taifa la Marekani. Labda ni kama vile Iran inatengeneza makombora ya masafa marefu ili aje kushambulia Marekani. Na kwa upande wa Iran waliweza kukanusha hilo kupitia waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, naye pia aliweza kukanusha hilo akisema kwamba wao hawana nia hiyo, lakini wakasema wapo kwa ajili ya kujilinda zaidi. Kwa hiyo kwa duru ya tatu ya mazungumzo ambayo ilifanyika siku ya jana kwa pale Geneva, Uswizi, na bado muafaka haujaweza kufikiwa pande zote mbili, kila mmoja akionekana kushikilia upande wake, upande wa Marekani akiendelea kushikilia upande wake, lakini hasa hivyo na upande wa Iran naye akiendelea kushikilia upande wake. Na hata mpatanishi Oman naye pia aliweza kuzungumza kuhusiana na mazungumzo hayo, ambapo akasema ameweza kuona mwanga katikati yao, kati ya Marekani pamoja na Irani, na labda kuwa na mazungumzo mengine tena ambayo yatapelekea kupata hitimisho katika mzozo huu wa kivita. Na tunafahamu jinsi gani ambavyo upande wa Marekani na upande wa Irani kila mmoja akiendelea kushikilia msimamo wake zaidi kuhusiana na masuala mazima ya kiuchumi, lakini pia na kuhusiana na masuala mazima ya kiusalama. Na tuliweza kuona mazungumzo ambayo yaliweza kufanywa na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na Rais wa Marekani Donald Trump, pale ambapo Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walipoweza kufanya ziara katika taifa la Marekani na kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump na kuweza kujadili kwa pamoja kuhusiana na mpango wa nyuklia wa Iran. Lakini hata baada ya mazungumzo hayo, Trump aliweza kujitokeza waziwazi akisema kwamba bado hitimisho halikuweza kupatikana. Licha tu ya kwamba alikaa na kuweza kuzungumza kwa muda mrefu kuhusiana na mpango wa nyuklia wa taifa la Iran, lakini hitimisho halikuweza kupatikana. Kwa mtazamo wangu nikasema labda kwa kipekee wangeweza kushirikisha na Iran katika mazungumzo yao, labda hitimisho lingeweza kupatikana. Lakini hata hivyo unakuja kuangazia kuwepo kwa duru nyingine ya mazungumzo ambayo itaweza kufanyika kati ya Marekani, Irani pamoja na Oman kwa pamoja kuweza kuzungumza kuhusiana nini kiweza kufanyika ili kuweza kuondoa mzozo huu wa kivita ambao upo kati ya Marekani pamoja na Irani. Mtazamaji, ni saa 2:59 na tamatisha hivyo Morning Victory siku ya leo. Natumaini nitakuwa nimekujuza mengi katika yale ambao nimeweza kukuandalia katika upande wa fahamu zaidi, upande wa kurasa za mbele za magazeti kitaifa na kimataifa. Natamani niweze kujua hapo nyumbani unafuga mnyama yupi?